ikajijengea uhalali mkubwa ndani na nje ya nchi, na hatimaye mfumo wa ubaguzi ulipoanguka, ANC iliibuka ikiwa na nguvu zaidi na kushinda uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwaka 1994 chini ya uongozi wa Nelson Mandela. Kwa hiyo mwisho wa kunukuu. Kwa nini nasema hivi? Tunapopigania hii katiba mpya, tunapotaka kuungana kwa pamoja kupata katiba mpya, ni kwamba inaleta ile nafasi ya mwananchi kuchagua kiongozi anayemtaka. Katiba iliyopo sasa hivi haitupi hiyo fursa. Either unataka kusimama wewe kama mwenyewe, kama mgombea huru, au mgombea kupitia chama cha siasa. Katiba iliyopo sasa hivi haikupi hiyo nafasi. Kwa hiyo kwa kusema hivi, hata wenzetu ambao wamesoma, wamehudumu katika hii serikali kwa nafasi mbalimbali, na tukumbuke profile ya Anna Tibaijuka ni kubwa, lakini yeye anazungumza bila uoga juu ya ubovu uliopo na ameuona. Na alichokizungumza hapa, amethibitisha kwamba tukitumia njia za mihimili iliyopo sasa hivi hatuwezi kupata haki. Kwa hiyo maana yake ni nini? Wa kuungana kwa pamoja kupitia elimu, kuhamasishana, ili tuende tukatumia ile ibara yetu ya 8, 16, 18 na 24 tuweze kupata katiba ambayo itasimamia ustawi wa wananchi wote bila kujali unatoka chama gani, kabila gani, ni tajiri, ni maskini, lakini katiba hiyo itasimama kwenye haki kwa kuheshimu utawala wa sheria. Kwa hiyo ndugu zanguni, tusikose kushiriki kikamilifu kwenye madarasa ambayo ameleta PFD. Yanatujengea msingi wa kujua ni kwa nini tunapigania haki kupitia hii katiba mpya ambayo itatuletea sasa usawa na itamfanya kila Mtanzania kufaidika katika rasilimali tulizonazo. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, ili nisichukue muda mwingi, tusitegemee mahakama ikatuletea haki ambayo tunaipigania. Kashathibitisha Anna Tibaijuka na katolea mifano mingi tu, kwa sababu ya kuokoa muda sikuweza kusoma yote. Kwa hiyo ndugu zanguni, hatuna njia mbadala zaidi ya kujifunza, kuielewa hiyo katiba mpya, kwa nini tuwe nayo, na tuungane kwa pamoja, tuje na mpango mkakati ambao pia hapa kama wananchi kuungana kwa pamoja na kuweza kupigania katiba mpya ambayo itatuletea usawa kwa wananchi wote. Asante sana, naomba kuwasilisha. Sana brother Mkombozi, asante sana. Ndugu zanguni, tunazidi kufunguana akili. Yaani sisi haturudi barabarani kwa sababu tu ili mradi, lakini tunataka kila Mtanzania, kila mmoja awe na sababu ya msingi kwa nini tunarudi barabarani. Sasa nikupe nafasi dada Loveness, na wewe tuongee kwa machache, tukusikilize. Afu tutarudi kwa dada Safe Love, kama atakuwa amesharudi tutamsikiliza naye kwa machache, alafu moja kwa moja tutaingia kwenye darasa letu ili tuweze kumaliza mapema pia. Asante sana. Karibu dada Loveness. Ila mimi sina mengi sana, bado naendelea kukaa hapa kusikiliza kuhusu katiba, maana inatufungua sana. Lakini nimefurahi alichokiongea Jackie kuhusu mchana walivyokaa vile kusuluhisha mambo, yamekaa sawa. Nimefurahi kusikia hivyo, na nasisitiza tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kupendana, tusukume gurudumu. Inafurahisha sana kuona tumetambua makosa yetu, tumeamua kurekebisha, na wote tumeshuka, tumekuwa kitu kimoja ili tuweze kufikia lengo. Lengo letu ni moja tu, kumtoa Samia na sio kitu kingine. Kwa hiyo tumekuwa kitu kimoja, tunamshukuru Mungu, adui ameshindwa vita. Asante sana teacher, tunakusikiliza.
Nashukuru sana na pia nafurahi. Jamani, huwa naongea kila siku. Wanawake sauti yenu ni kubwa sana, hasa kwenye swala zima la harakati. Wanakwambia mwanamke mmoja akielimika basi Watanzania taifa zima limeelimika. Kwa hiyo tutaendelea kuwakumbatia kwa wivu mkubwa sana dada zetu ambao mmeamua kusimama na taifa, mmeamua kusimama na taifa. Kwa hiyo tutawakumbatia kwa wivu mkubwa sana, kwa wivu mkubwa sana. Mpo wachache wenye mioyo kama yenu ya ujasiri, mmeamua kuacha mambo ya kusikiliza umbea na kusimama hapa. Umeona? Tanzania hapa turudishi kabineti yote ndugu yangu. Kuwa na amani ndugu yangu, kuwa na amani. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba wanawake mmeamua kusimama, mmeacha mambo ya umbea, mmeamua kusimamia haki na kweli. Sasa hili linaendelea kutupa faida na tutawakumbatia kwa wivu mkubwa sana dada zangu, kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu mpo wachache ambao mmeamua kuvaa moyo wa ujasiri na kutokukata tamaa. Tunapitia dhoruba kali sana, tunapitia changamoto kali sana, lakini bado mnaonesha ujasiri. Hakika taifa letu linaelekea kupata ukombozi. Sasa dada Safe Love, karibu. Kama utakuwa umeshauri kwenye simu, tunataka tukusikie, utusalimie hata kwa maneno mawili matatu ili tuingie kwenye darasa letu. Karibu dadangu. Well, mimi niko kwenye kelele lakini cha kusema hapa kidogo ndachangia kidogo. Nimefurahi watu wameelewana, watu watafocus sasa hivi, tutafocus tuweze kupanga mikakati jinsi gani tunakomboa hii nchi. Kama mnavyoona vitu ni vingi vinaendelea, vitu vimekuwa ni vingi kwenye mwezi. Kuna Wamasai, kuna issue za Wamasai sasa hivi, kuna issue Tundu Lissu bado yuko huko na anashikosa nani zake, mahitaji yake ya kibinadamu, anakosa matibabu, hapelekwi mahakamani. Kuna vitu vingi vya kufocus. So sisi watu kupatana na kurudi tena kwenye harakati na kupiga harakati na kujipanga upya, hichi ndio tuchoko tunataka, na anzisha wanaharakati tuweze kupigania taifa letu. Kama ninavyosemaga siku zote, kama wameamua kuwa mwanaharakati, basi kuwa 100% kwenye harakati. Hata ufanyaji usiyumbishwe, simama na msimamo wako. Msimamo ndio kila kitu. Na kwa wenzangu wale ambao wamefuata harakati kwa sababu ya marafiki pia, kama umeshaingia kwenye harakati, kumbuka hizi harakati tunazofanya ni za hatari mno, ni maisha. Ukishikwa na polisi yoyote sasa hivi Tanzania, serikali ikikushika wewe, ni unahatarisha maisha yako. So tuwaze kabla tujafanya vitu vingine, kabla kujaanza kuleta mzaa kwenye hizo harakati. Fikiria unafanya nini, umeshajiingiza kwenye harakati. Je, unatoka nani anakujua, au ni kitu gani umeshafanya hatarishi, ama umeshaongea nini kwenye jamii? So kuwa 100%, na kama umetoka toka kimya kimya, fanya mambo yako kimya kimya. Waache wengine ambao wameamua kuingia miguu yote kwenye harakati, waache wakimbizane na harakati, ili tuweze kukomboa hii nchi, kwa sababu ya kizazi chetu cha kesho, watoto wetu wakaishi kwenye taifa salama, taifa letu la Tanzania. Kingine mimi nilikuwa na idea, lakini mnaweza mkaifikiria hii idea kama ni sawa ama kama sio sawa. Ni idea ambayo which hapa tuko wote, kwa sababu tukuweka idea zetu mezani na kuzichambua idea. Kwa hiyo idea yoyote ile kama inakuja mezani, inakubalika na haikubaliki, ni sawa pia vile vile. Kuhusu Tundu Lissu, kwa sisi binafsi, kwa mimi binafsi, Tundu Lissu sio mwanachama, ni mwanaharakati, ni mzalendo. Ni mzalendo ambaye anapigania haki, ambayo amekataa kununuliwa. So tunamsaidia vipi Tundu Lissu? Mimi nilikuwa nina idea kama tunaweza tukakaa chini tukapanga mikakati ya kutoka maandamano kwa sababu ya Tundu Lissu, tukaenda magereza, pale kwenye gereza analo kikiliwa,
na watu wengine wakatoka wakaenda mahakamani. Hata kama tunajua mahakama hazitoi haki sasa hivi, zimeshikiliwa na kikundi cha CCM, lakini bado lazima tupiganie na tutoke, tuoneshe kwamba tunamtaka mtu wetu, tunamtaka mzalendo wetu, tunamtaka mpiganie haki yetu. So hiyo ilikuwa ni opinion yangu mimi. Idea kama tunaweza tukafanya hivyo, ratibu maandamano ya kwenda magereza kule kwa Tundu Lissu, tukaenda mahakamani, tukabana sehemu zote ili aweze kupewa haki, apate haki yake. Kama anatakiwa kwenda hospitalini, apelekwe hospitalini apate matibabu muhimu ya kibinadamu, na yeye pia aweze kuishi kama binadamu kama sisi tulipo nje, kwa sababu yeye yuko ndani na ameandika waraka. Tundu Lissu, sijui kama mmeona, ameandika waraka, amesema Watanzania mmelala, mimi niko huku sijalala, nateseka, silali. Ameandika waraka mrefu sana Tundu Lissu, sijui kama nyewe wenzangu mmeshauona, mmeshausoma. Inasikitisha kuona Watanzania tunalala, tunapigana, tunagombana, tunachambana, alafu mwanaharakati wa kweli alokataa rushwa anateseka magereza, analalia godoro lile la boarding school, kiulimi kile analalia, na bunduki zote bunduki, risasi zote alizonazo mwilini. Kuna risasi Tundu Lissu hazijatolewa mwilini mwake, lakini yuko kule magereza analala kwenye kiulimi cha godoro, na hizo risasi ziko ndani ya mwili wake. Afu sisi huku tunapiga kangamoko, tunapiga lelelele. Ni Tanzania tunatia aibu. Tuamke, tumpiganie huyu mtu, tuamke, tupiganie taifa letu. Ingiza miguu yako yote kwenye harakati. Asanteni. Hebu angalieni jamani, dada zetu kama hawa, jinsi ambavyo wanatupa mawazo kama hayo. Mwanaharakati unafungua live unalalamika, ongea mpango, ongea watu wafanye nini. Sasa huyu Saifullah kitu ambacho amekiongea, ndugu zanguni, mimi nawaambieni sisi tunachokipitia mataifa yote walipitia. Sikieni niwaambieni kitu kimoja. Kabla sijaingia kwenye darasa, nitamkabisha brother Tunu hapo, naye ataongea. Nimeona mtandao umekuwa unamsumbua sana, anashuka sana. Nataka niongee kitu kimoja. Mataifa wenzetu walipoona ushindi mkubwa uko mbali, waliendelea kuratibu ushindi mdogo, waliendelea kupeana mawazo madogo, kitu ambacho wanaweza wakakifanya kikundi cha watu 100 mpaka watu 20 au hata watu 200 au hata watu 30. Kwa nini walifanya hivyo? Kwa sababu ya kuamsha watu. Kama unaona ushindi mkubwa uko mbali, fanya ushindi mdogo. Ndugu zanguni, hichi amechokiongea udada, mataifa yote walifanya, walisimama, waliona okay, watu wamechoka, watu wamepumzika, kurudi barabarani, kuitoa serikali madarakani. Tunafanya nini? Wanaangalia vitu vidogo. Kuna nani pale? Lissu yuko gerezani. Je, kesi yake ni ya uhalali? Hapana, sio ya uhalali. Kwa nini tusianze na huyu? Mitandaoni watu walianza kuratibu maandamano ya kwamba ni lazima kiongozi wetu atoke kwa sababu hii kesi iliyomweka kule sio. Na siku zote ndugu zanguni, tujifunze kuwa na saikolojia. Ukisoma barua ya Lissu unakuja kuona kabisa kwamba huyu mzee anaongea nini. Watanzania mbona mmelala? Ametumia indirect key wazee. Hiyo ni indirect key. Anamaanisha kwamba hamnioni. Sawa, mmeshindwa kuingia barabarani, bado miguu imechoka, imepumzika. Mmejaribu mwezi 29, sasa hivi imepumzika. Je, hamnioni? Hata mimi mnashindwa kusimama. Wenzetu walifanya hivi wazee. Huu ni ushindi mdogo. Tusiinvest kwenye ushindi mkubwa tu. Sasa ndio maana nasema ni vyema mwanaharakati, unapoona mbona kama watu wamelala, hebu njoo toa wazo, watu tulifikirie, tulidadavue, tufanye. So unakaa unafungua unalalamika. Mimi na dada zangu nyie mnanifurahisha sana. Hebu angalia wazo kama hilo. Yaani wewe umeongea hicho kitu moja kwa moja, kumbukumbu imerudi katika nchi ambazo nilikuwa nasoma walizopitia, mambo ambayo walipitia. Walifikia huko, kuna nchi walifikia hatua, yani raia wamegoma kabisa kuingia barabarani. Wasema tutauliwa, tunaogopa. Yani tutaziona hizo nchi.
Lakini kuna wale wachache ambao waliendelea kusimama wakasema hapana. Sasa basi mnaogopa kuuliwa, je, mbona huyu kiongozi wetu yuko hivi? Acha basi tuache kiongozi. Kuna matukio yanatokea sasa hivi ya kuumiza moyo. Matukio kama kwa mfano kuna huyu kijana ambaye alikuwa ni muuza simu. Sijui kafanyaje kapigwa amekufa. Mataifa wenzetu walikuwa wanachukia. Yaani huo tunaangalia ushindi mdogo. Huyu mtu amefanya hivyo, watu wanasimama kidete paka haki ipatikane. Wameshindwa, wameona muda bado au muda unachelewa. Miguu imepumzika kurudi barabarani. Basi hivi vitu vidogo tusishindwe. Walisimama, wenzetu walisimama. Sasa ndio maana nasema kama kuna mwanaharakati leo hii eti amechoka kusema kwamba anaona kama watu wamesahau. Mimi namuona yule mwanaharakati, watu hawajasahau. Yaani sasa hivi kama mkiangalia sasa ndo mambo yanapamba moto. Mimi nawaambieni. Sasa nisiongee sana kwa sababu tunataka kuingia kwenye darasa, na maana ile darasa la katiba ya Warioba ni kwamba tunazidi kutoana ule ujinga wa kitu ambacho tulikuwa hatukifanyi. Sasa wakati tunaendelea kuforce miguu yetu bado imepumzika kurudi barabarani. Tuanze na ushindi mdogo mdogo. Tuangalie Lissu kwa gerezani, kesi yake haina kichwa wala miguu. Ni upuzi. Tunaweza tukaanza kuratibu sisi wenyewe hapa TikTok, kwa sababu issue ya kumtoa Lissu gerezani haihitaji mamilioni. Tukiwa hata watu 50, tukiwa watu 100 ambao tukiamua kukaza, kuna mamilioni watatufuata tukakaa pale mahakamani. Umoja wa Mataifa Ulaya wataona, kwa sababu kesi ni ya kipuuzi. Kwa tunaweza kusimama hapo. Sasa tuache kuwa watu wa kulalamika, bali tuwe watu wa kutoa mipango kila siku. Tufanye nini? Pia nashukuru sana umoja ambao unazidi kuendelea kujitengeneza. Ndugu zanguni, mataifa yote walipitia hivi. Wanaharakati wenyewe kwa wenyewe walizozana, lakini sumu na kitu kibaya ni kuacha kupigania haki kwa sababu ya mtu. Hiyo ndio shida. Sasa wapuuzie watakuja na nani ya saikolojia, wapuuzieni ili tuweze kuwashinda. Sasa karibu Tunu ya Taifa, ndugu yangu. Naona mtandao toka jana unakusumbua. Nikupe nafasi na wewe pia utusalimie kwa maneno mawili matatu na ututie moyo, alafu moja kwa moja tutaingia kwenye darasa. Na ipini hapo kama kawaida, na i-comment hapo topic ya leo. Karibu brother Tunu, kama uko free. Nashukuru sana, asante sana PFD, asante sana ndugu zangu. Mungu wa mbinguni awabariki. Kila hatua kwetu dua, Mungu atutetee katika hili. Lakini seme sio kwamba kuatia moyo. Sisi ni wanaharakati, lazima tujitie moyo. Ukisema tujitie moyo, itakuwa kwamba mimi sio mwanaharakati, bali nitakuwa mimi ni mtu wa pembeni. Kwa hiyo unakuja kuatia moyo. Ninyi ni mimi na mimi ni nyie. Kwa hiyo sisi ni watu wa moja. Kabla kwenda sehemu husika, naomba nisome kidogo kipengele kidogo hapa kwenye katiba ya hii rasimu ya Jaji Warioba. Kakipengele kadogo tu, naomba tu bila kusumbua. Sehemu ya pili, malengo ya kisiasa, inasema lengo la katiba hii kisiasa ni kudumisha demokrasia na kuondoa ubaguzi wa aina zote katika kuhakikisha utekelezaji wa lengo hilo. Serikali itachukua hatua zifuatazo ili kuhakikisha kuwa inazuia na kuondoa dhuluma na vitisho, ubaguzi na uonevu na uwajibikaji. Rushwa inazungumza uonevu na upendeleo miongoni mwa wananchi. Kwa msingi ya ibara ndogo hii, naomba niwaeleze. Ikiwa kwamba hapa kuna dhuluma dhidi ya Lissu, inatumiza mioyo. Miguu yetu haijatulia wala vichwa vyetu havijatulia. Ikiwa kuna rushwa imetolewa kwa magereza na kwa jaji ili aendelee kumgandamiza Lissu, kumlaza kwenye kigodoro kiulimi nchi mbili, hakika Mungu hajanyamaza, yu pamoja nasi mpaka hadi tupate haki. Naomba niwaeleze ishu hii. Katika ibara ya 7 inazungumzia swala la sisi kuwa ndio wenye madaraka kwenye hii rasimu ya Jaji Warioba, na inazungumzia kwa kina kuliko ibara ya 18 ya katiba hii tulienaye mbovu. Kwa hiyo naomba nifungue kwa sababu ninazo zote,
na kwa sababu nimekuwa nikisoma kila itwapo leo, naomba tusome ibara ya 18 ya katiba hii ambayo tunaiona ni mbovu. Ni mbovu kweli, lakini kuna sehemu inatulinda. Inasema kila mtu anayo uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake. Anayo haki, sikiliza, anayo haki ya kutafuta kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Kwa hiyo tunachozungumzia huku, hatuzungumzi kitu cha kuokota. Mfano hai yule fundi simu ameuawa. Ile ni kitu ambayo tunaitafuta kwa kina kupata habari sahihi, ili tunapowafikishia wale ambao hawana simu kama hizi za kusogeza kama sisi, ili tunapowafikishia habari wapate kujua kuna uonevu fulani inayotendeka ndani ya taifa hili. Hivyo basi, mimi na wewe PFD, mimi na wewe wengineo tulioko huko kina Chununu kina nani, tuna haki ya kupambania taifa hili, kwa sababu hatujaletwa kwa mbio za mwenge. Huku tumetetewa kupata uhuru wa bendera. Huku tumetetewa kupata haki ya bendera, uhuru wa bendera, ila sio uhuru wa kujitawala, kwa sababu tuna makaburu weusi. Sasa hawa makaburu weusi lazima waondoke, tubaki huru. Kivipi? Kuna wazo ameleta dada yetu hapa. Hilo wazo naisapoti 100% kwamba tukitoka kwa pamoja, na ili tutoke, ngojeni niwaambie kitu. Tunatafuta target. Watakapofanya kitu chochote ndani ya Dar es Salaam kuanzia sasa, hapo ndio njia yetu. Hata kama ni mtu mmoja amepotea na tukajua hayupo, hapo tunapata target ya kutoka kwa kudai bora watuue wote. Kuna kitu sisi wa Masai tunasema, na naomba ninukuu. Tunasema tangolo na bwe inona tangolo na bwe. Ndatafsiri. Umezaliwa siku moja na utakufa siku moja. Hakuna siku mbili ya kufa, unakufa siku hiyo moja, bas, it's enough. Na kuzaliwa unazaliwa siku hiyo, au uzaliwi mara mbili. Sisi wa Masai ndicho desturi yetu. Na kama mnaiona Ngorongoro, tayari wameshapinga ile tume iliyopeleka ripoti juzi, wameshapinga tayari. Hawataki ujinga. Wameshamwambia huyu Bikisiwi, Chura Kisiwi kwamba usipokee hiyo taarifa, kwa sababu sicho tulichosema. Kwa hiyo basi, naomba tuje pamoja na tushikamane pamoja. Hapa hatufanyi propaganda hapa. Tunaelekezana kitu cha kufanya. Akiwepo wana CCM hapa chini, wasikilize tena kwa kina zaidi. Wasipoacha hicho anachokifanya, by the way, itawakosti, kwa sababu kazi tulienayo kwa sasa ni kujua kila nyumba mwana CCM mmoja. Ndio kazi tulienayo. Tuijua kwamba huyu alikuwa sio mwenzetu. Maybe tutakapopata uhuru wa kujitawala, aisee, tutaanza kudili nao, watafute nchi ya kukimbilia kwa wakati huo, kwa sababu Tanganyika sio nchi yao. Naomba niwaeleze tena, na waeleza pasipo kumumunya maneno. PFD, nakumbuka wakati tunaanza na kina One Love mwaka jana, tulianza underground kabisa, tulikuwa watu 15, 20, 35 mpaka hadi tukaja tukafika 50. Niliwahi kuwaambia neno moja. Niliwahi kuwaambia, ikitokea mimi nimekufa kesho, naombeni wengine msonge mbele, kwa sababu kufa kwa mwanajeshi mmoja haisimamishi vita. Kufa kwa mwanajeshi mmoja vitani haisimamishi vita isiendelee. Vita vinaendelea. Hivyo basi, ni haki yetu kuitetea taifa hili, kwa sababu kuna watoto wetu wanataka kuja kuishi vizuri. Tutakaje kama tumekodeshiwa nchi? Wachina wazidi kadri wanapozidi kuongezeka kwenye nchi, ndipo tutaendelea kupata tabu zaidi. Kwa hiyo tuanzeni mdogo. Wanasema hivi, mwendo hauanzi, mtu mnene aanze mazoezi ya kukimbia siku hiyo na kufanikiwa kupunguza mwili. Tunaanza mdogo. Leo tumeanza Wachina 10, Marge Salale tumemaliza. Kesho kuta tumetafuta viongozi wa CCM, Marge Salale 3, 5. Hivyo hatua moja. Paka watakuja kunyanyua mikono wenyewe, watasema aisee, hakika sasa wameamka. Kwa hiyo hapa tumetiwa pilipili.
Hii ajuzi alisema atatutafuta. Kumamai, atatutafuta, tutamtafuta sisi. Naomba nisameni hapo. Mungu awabariki. Ya, asante sana brother Tunu ya taifa. Asante sana. Yaani mimi huwa nafurahi sana ndugu zangu, na huwa nafurahi kwa sababu naona ushindi upo njiani. Ushindi upo njiani. Nitashangaa sana kama kuna watu wanaweka masikio kuwasikiliza watu ambao wanawavunja mioyo. Lazima tutambue kwamba harakati sio jambo lepesi kama mnavyolifikiria. Linahitaji uvumilivu na mikakati ya hali ya juu. Sasa ndugu zanguni, kama kawaida katika kudumisha umoja na mshikamano kwa kitu tunachokifanya, nilipenda nitambue. Samani PFD, unajua kuna sehemu nilibakiza kidogo. Samani kidogo. Unajua kwenye rasimu hii ya katiba, nataka niwaambia kwamba haki gani tulienea kwenye hii rasimu ya katiba. Inasema wajibu wa wananchi, wajibu wa raia. Inasema katika ibara ya 60 kifungu cha kwanza, inasema kila raia ana wajibu wa kulinda na kuitetea katiba ya jamhuri na kuilinda rasilimali ya nchi. Kwa hiyo sisi ni walinzi. Hapo ulipo PFD, wewe ni mlinzi, na ndio maana umeamua kufungua darasa tukae wote tujifunze, na wengine tunaye hizo rasimu, tuna katiba. Kwa hiyo hapa tunakaa darasani kujifunza ili kuondoa ujinga. Kwa hiyo mimi niseme leo hii PFD, Mungu akubariki na akutunze. Ndogo wangu, Mungu akupe hekima na maarifa hali ya juu sana. Asante. Asante sana. Asante sana, nashukuru sana. Kitu pekee ambacho mwanaharakati unatakiwa upewe na wale watu ambao labda wanakuwa hapo pamoja na wewe katika kupigania taifa, kitu pekee ni maombi. Kitu pekee ni maombi. Kama kuna mwanaharakati anafanya ili watu waje kumshikashika miguu au kumpa sifa kibao inbox, umepata matatizo, hawa jamaa wamekukamata afu unarudi, sijui unataka sasa watu wafanye nini? Kwani wakati unafanya nani alikwambia ufanye? Ni lazima wanaharakati tutambue kwamba hiki tunachokifanya unafanya ni kwa sababu ya moyo, sio kwa sababu ya watu. Kama unafanya ili watu wakuone basi unapoteza muda. Ni vyema tu usogee pembeni, ukae pembeni. Tuache ambao tuna mapenzi ya dhati na taifa letu. Tunafanya kwa ajili ya taifa, hatufanyi kwa ajili ya watu. Sasa namuona asante sana Shak. Nimeona dada Mkomba amepanda hapo, na nilisema mwanzoni nilikuwa nataka nitambue wenzetu wa Bigo. Sasa Mkomba nishamuona hapo. Pia tutampa nafasi. Ndugu zangu, ni kikubwa ni umoja. Sifa ya ushindi ni umoja. Tukadi tunavozikuwa tunatengeneza umoja, ndipo tutapokuwa tunaelekea mafanikio. Kwa hiyo dada zangu, mimi nafurahi sana kuona jinsi ambavyo mnapambana huku na huku, mnaenda huku. Kikubwa ni kupata watu sehemu tofauti ili kila mmoja asikie kero za Watanzania wanataka nini. Kwa hiyo dada Mkomba, japokuwa umepanda kwa kuchelewa, lakini nakupa nafasi kwa nafasi ya upendeleo sana, kwa sababu nyinyi ni wanawake ambao mna roho ngumu sana. Mmesimama, mmeshindwa kukata tamaa. Yaani mmesimama, ni wanawake ambao ni jasiri sana. Kwa hiyo japo umepanda, nilikuwa nataka nianze darasa, lakini kwa heshima ya mwanamke, kwa heshima ya jinsi ambavyo mmekaa, itabidi tu nikupe nafasi uongee. Kwa hiyo karibu tukusikize kwa mawili matatu, dada yetu wa Mkomba. Karibu sana.